Mchezo wa kwanza wa ligi kuu Tanzania bara kwa upande wa klabu ya Yanga ni siku hii leo majira ya saa 3 kamili za usiku pale kwenye dimba la Majaliwa. Tayari tunafahamu Yanga wanashuka kwenye mchezo huu wakiwa tayari ni mabingwa wa ngao ya jamii. Kwa hiyo unaona namna ambavyo kwa upande wa mwalimu Mankoba Mkiksi namna ambavyo anautazama zaidi mchezo huu kwamba ni wa kuanza sasa kungangania alama 3 ili aweze kubeba ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara. Lakini kabla sijaweza kutazama kikosi hapa kwenye upande wa Yanga, nikukumbushe tu hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikuombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Mimi naitwa Chicharito. Karibu tuweze kuangazia kikosi kwa upande wa klabu ya Yanga dhidi ya Namungo siku hii leo. Yanga inatarajia kushuka kwenye mchezo wa siku hii leo, huku kwa upande wa mwalimu Mankoba akija na mfumo wa 4-3-3. Kwa upande wa golini yupo golikipa Djigui Diarra. Kwa upande wa Diarra anabaki kuwa chaguo muhimu langoni, lakini pia anatarajiwa kutumia uzoefu wake kwa ajili ya kuongoza safu ya ulinzi hasa kwenye mipira ya mashambulizi ya kushtukiza kutoka kwa Namungo, kwa sababu hayo ndiyo ambayo atakuwa akiyafanya zaidi. Kwa upande wa beki ya pembeni kulia yupo ya Atoula Kouassi. Ukimtazama Kouassi namna ambavyo anacheza unasema kweli huyu ametumwa. Kouassi atakuwa na jukumu la kulinda upande wa kulia, lakini pia kuongeza nguvu kwenye mashambulizi pale Yanga ambapo watakuwa tembea na mpira zaidi, lakini pia anatakiwa kuwa makini wakati wa kupanda, kwa sababu Namungo pia wanaweza kutumia nafasi ya nyuma kufanya mashambulizi ya kushtukiza. Upande wa beki wa kushoto yuko Shadrack Saka Boka. Kwa upande wa Boka anatarajia kutoa nguvu upande wa kushoto, lakini pia anaweza kusaidia Yanga kupeleka mashambulizi mbele huku akihakikisha safu ya ulinzi haivunjiki. Kwa upande wa kocha atakuwa akimhitaji zaidi awe na nidhamu na nafasi ila asipande huku akikava nyuma yake. Mabeki wa katikati kama kawaida yupo Ibrahim Baka. Kwa upande wa Baka tunafahamu ni moja ya walinzi wakuu kwenye eneo hilo la ulinzi. Ana nguvu kwenye mapambano ya ana kwa ana, lakini pia anatarajia kushinda mipira muhimu dhidi ya washambuliaji wa Namungo. Jukumu lake kubwa litakuwa ni kuzuia Namungo kupata nafasi kwenye eneo la box na kusafisha mipira ya hatari. Nahodha Bakari Nondo Mwamnyeto naye pia atakuwepo kwenye eneo hilo. Kwa upande wa Mwamnyeto tunafahamu uzoefu wake na uongozi kwenye eneo la ulinzi. Atakuwa ni mchezaji muhimu kwenye mipira ya juu, lakini pia kuhakikisha mstari wa mabeki unabaki kwenye mpangilio. Ushirikiano wake yeye pamoja na Baka utakuwa ni muhimu sana, hasa kuhakikisha Namungo hawapati nafasi. Lakini pia kiungo wa chini yuko mmoja kwenye mechi hii leo, yuko Duke Abuya. Kwa upande wa Abuya tunafahamu ndiye mmoja wa wachezaji ambao wanaweza kuleta nguvu kwenye eneo la kati. Atahitajika kukaba, lakini pia kushinda mipira, lakini pia kusaidia mashambulizi, lakini pia na kubadilisha mchezo kulingana na namna ambavyo Yanga atakuwa akimiliki mpira. Lakini pia wakati huo kwenye eneo la viungo wale wa juu Max Nzengeli atakuwepo. Kwa upande wa Nzengeli yeye atakosila yake kubwa zaidi atakuwa akikaba akishirikiana na Duke Abuya, lakini pia atakuwa anasogea mbele pale Yanga ambapo wanashambulia kutokana na nguvu ambayo amekuwa anaitumia. Wakati huo pia Alan Okero naye pia anasimama kwenye eneo hilo, huku akitajwa kwamba huenda ukawa ni mchezo wake wa mwisho, kwamba lolote linaweza likatokea kwa siku hii leo akaagwa kwa dakika kadhaa ambazo anaweza kacheza. Kwa hiyo kitu pekee ambacho tunakisubiri ni kuona hapo baadaye nini hasa ambacho kitajiri. Lakini pia washambuliaji ni watatu. Kwanza atakuwepo mshambuliaji wa kushoto ambaye atakuwa anacheza ni Albert Kangwanda. Kwa upande wa Kangwanda tunafahamu anaweza kutumika kuongeza kasi ya upana kwenye safu ya mbele, lakini pia anatakiwa kuvuta mabeki pembeni huku akitengeneza nafasi, na pia awe tayari kuingia kwenye box kwa ajili ya kushirikiana na washambuliaji wengine katikati. Tuliweza kumuona kwenye mechi iliyopita namna ambavyo alikuwa anacheza. Ni moja mchezaji ambaye ni muhimu kulikweli kutokana na kile ambacho ameweza kukionyesha. Lakini pia Peter Shalulile atakuwa ni mshambuliaji wa pembeni kulia kulingana na aina ya mfumo ambao mwalimu amekuja nao. Tunafahamu Shalulile huyu ndiye mshambuliaji ambaye kwa upande wa Namungo wanapaswa kumtazama zaidi kulingana na vile ambavyo amekuwa anacheza. Ana nguvu, movement zake ni nzuri, lakini pia ana uwezo wa kushambulia nafasi ya nyuma za mabeki. Kocha anataka sky tu kwenye eneo la pembeni kulia, lakini pia ni lazima ingie kwenye eneo la katikati kulingana na aina ya mfumo ambao watakuwa wanautumia. Wakati huo pia Sheikh Ibrahim Toure naye pia atasimama kwenye eneo hilo. Kwa upande wa Toure tunafahamu yeye atakuwa akiongeza nguvu zaidi kwenye eneo la katikati, lakini pia atakuwa akitazama zaidi kusimama kwenye eneo la box kulingana na aina ya mfumo ambao mwalimu amekuja